Baba yetu mwema, tunakuja mbele zako masaa haya tukikushukuru kwa nafasi hii ambayo umetupatia. Tunaomba tunapoenda kujifunza neno lako, ahadi yako ya Roho Mtakatifu iwe juu yetu. Roho atuonyeshe mambo yote, atuandae kuelewa, atufundishe na atusaidie kuyaweka katika vitendo. Tumejiacha mikononi mwako tukiamini utatawala kuanzia sasa mpaka mwisho, kwani tumeomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Kaka na dada katika Kristo, nawakaribisha na tunamshukuru Mungu sana kwa kutupatia nafasi hii ya kujifunza kwa pamoja neno la Mungu. Twende pamoja katika kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 3, tutasoma mstari wa 15. Neno la Mungu linatuambia, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Tunamuona Paulo anamwandikia Timotheo na kumwambia kwamba tangia ulivyokuwa mtoto uliyafahamu na kuyajua maandiko matakatifu. Neno la Mungu, maandiko matakatifu, ni kitu ambacho Mungu amekiweka kwa namna ya pekee kiasi kwamba hata mtoto mdogo anaweza kukielewa. Hata mtoto mdogo anaweza kuyaelewa maandiko matakatifu. Hivyo hapa tunatiwa moyo, haijalishi umri ulionao, haijalishi wewe una umri kiasi gani, aidha ni mtoto au ni mtu mzima, maandiko yameandikwa kwa kila mtu. Na hivyo hata sisi wazazi, walezi, tunapewa moyo kwamba tujitahidi, tuweke jitihada, tuweke juhudi katika kuwalea watoto wetu, kuwafundisha, tukiamini kabisa kwamba na wao wanaweza wakaelewa maandiko matakatifu. Hivyo hakuna udhuru kusema mimi sielewi maandiko matakatifu. Yoyote anayekuwa chini ya Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu mwema anaweza kumwelekeza aelewe neno la Mungu. Baada ya kutengeneza msingi huo, sasa nataka twende tupate kanuni ambayo tunaenda kuipata katika Timotheo wa pili. Timotheo wa pili, sasa tutasoma sura ya pili na ule mstari wa 15. Sura ya pili na mstari wa 15. Neno la Mungu linaanza kwa kusema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa uhalali neno la kweli. Neno hili jitahidi, ambalo limetafsiriwa kwa Kiswahili, ukienda katika lugha ya Kiingereza, neno hili jitahidi limeanza kwa kusema soma, au linasema jifunze. Soma au jifunze. Kwa hiyo unaweza ukasema soma, jifunze, kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Lakini pia ukienda katika lugha ya asili, ili neno la jifunze au lilotafsiriwa kwamba jitahidi, kwenye lugha ya asili neno hilo linamaanisha fanya bidii, fanya haraka, chimba kwa kina. Sasa tukichukua maana zote hizi, tunapata kanuni ambayo inasema tunatakiwa kujitahidi, kufanya haraka, kusoma neno la Mungu, lakini sio tu kusoma juu bali kuchimba neno la Mungu ili kuweza kuelewa kanuni ambazo zinapatikana kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu ni kama mgodi. Dhahabu au kitu chochote cha thamani hakipo juu, lakini tunahitaji kuchimba. Tunapochimba kwa ndani, kadri unavyozidi kuchimba ndipo unaenda kupata kile kitu cha thamani. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia tujitahidi, tufanye haraka. Muda tunaoishi, tunaishi katika kipindi cha kufunga historia ya ulimwengu, na kila siku muda haurudi nyuma, bali muda unaenda mbele. Na kama muda unaenda mbele, tutakuwa na muda mchache, na pale unapogundua una muda mchache, unafanya haraka, unajitahidi. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi, tufanye haraka, tujifunze, tusome neno la Mungu, tuchimbe kwa bidii ili tuweze kuelewa kanuni ambazo Mungu anataka tuzipate katika kipindi hiki. Lakini anaendelea akisema katika ule mstari wa 15, mtenda kazi. Kwa hiyo kusoma neno la Mungu ni kazi. Wakati fulani tunaweza tukachukulia kusoma neno la Mungu kama ni sehemu ya burudani, lakini ni sehemu ya kazi ambayo inahitaji jitihada, inahitaji kuweka akili na mawazo yetu katika neno la Mungu. Mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli, ukitumia kiusahihi neno la kweli. Ndugu zangu, kuna wakati tunaweza tukalitumia
neno la Mungu kwa namna ambayo siyo halali. Hivyo tunaipaswa kujifunza kujua namna gani tunaweza kutumia neno la Mungu katika njia ambayo ni halali. Kwa nini tunatakiwa tujue vitu hivi? Kwa nini tunatakiwa tuweke jitihada, tuchimbe ili tuweze kuelewa neno la Mungu? Tunaishi katika kipindi cha hatari. Kipindi cha hatari ni kwa sababu ni kipindi cha mwisho. Ukisoma Timotheo wa pili 3 mstari wa kwanza, neno la Mungu linatueleza, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Unapotazama katika dunia hii, utazama kila pande na kila nyanja ya dunia hii, unaona kuna hatari. Hahitaji uwe mwanasayansi kugundua kwamba tunaishi katika kipindi cha hatari. Kwa hiyo kama tunaona hatari inatuzunguka katika kila kona ya dunia, hii inatuambia kabisa kwamba tunaishi katika kipindi cha mwisho. Kwa hiyo kipindi cha mwisho kitakuwa ni kipindi cha hatari. Ukisoma katika dalili au vitu ambavyo vitakuwepo katika kipindi hiki cha mwisho, Yesu aliwaeleza wanafunzi wake wakati anajaribu kuwafunulia zile dalili zitakazotokea katika kipindi cha mwisho na kuja kwa Yesu mara ya pili. Aliwaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Hii inatuonyesha kwamba moja ya kitu ambacho kitasababisha nyakati hizi za mwisho ziwe nyakati za hatari ni madanganyo. Unajua nguvu ya Ibilisi, nguvu ya shetani iko katika kudanganya. Na kusoma katika Ufunuo, kadri shetani anapojua muda wake ni mchache, ghadhabu yake inazidi kuwa kubwa, na hivyo anatumia kwa bidii nguvu aliyonayo. Na nguvu ya shetani, kaka na dada, ipo katika madanganyo. Kwa hiyo tunapoelekea mwisho, nguvu ya madanganyo itakuwa kubwa, kwa sababu haya sio maneno yangu. Ukisoma katika Timotheo wa pili 3 na ule mstari wa 13, neno la Mungu linazidi kutukakazia katika madanganyo, kwamba ni moja ya dalili katika kipindi hiki. Na hivyo kama madanganyo yatatokea, watu wa Mungu tunatakiwa tuweke mizizi, tuchimbe kwa kina, tuweze kuelewa neno la Mungu. 13 anasema, lakini watu wabaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Hii inamaanisha, ndugu zangu, kaka na dada, katika kipindi hiki cha kufunga historia ya ulimwengu, kipindi hiki cha mwisho, kipindi cha hatari, madanganyo yatazidi kuendelea. Kutakuwa na madanganyo katika kila nyanja ya maisha. Katika imani tunahitaji kuelewa nini hasa Mungu anataka tukifahamu, ili tusiwe na urahisi wa kudanganywa, kwa sababu kipindi hiki ni cha mwisho, na kipindi hiki madanganyo yatakuwa mengi. Msaada wetu pekee ni kwenye neno la Mungu. Yesu alipofatwa na majaribu ili shetani aweze kumdanganya, aliweza kushinda majaribu kwa kusema imeandikwa. Mimi na wewe leo tunaweza tukashinda majaribu, tunaweza tukashinda madanganyo na atakayetupeleka katika kujaribiwa na kuanguka katika dhambi, kwa kuweka misingi na kuweka miguu yetu imara katika neno la Mungu. Ukienda katika kitabu cha Timotheo, sasa tunarudi katika Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza, tutasoma Timotheo wa kwanza ile sura ya 4. Sura ya 4 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: basi Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho, tumeshaziongelea kwamba zitakuwa nyakati za hatari. Na tumeona dalili au moja ya vitu ambavyo vitakuwa katika nyakati za mwisho ni madanganyo. Na tunaona kwamba madanganyo hayatapungua, yatazidi. Wengi watadanganywa na watadanganyika. Sasa Roho anazidi kutusisitizia kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani. Kwa nini wengi watajitenga na imani? Imani tumesema huja kwa kusikia. Kwa kusikia nini? Neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu ndio msingi wa imani yetu. Sasa kama wengi watajitenga na imani, ni kwamba shetani atafanikiwa kuwaondoa katika uelewa wa neno la Mungu. Na hivyo ndio maana tunasisitizwa tuweze kujiweka katika neno la Mungu. Wengi watajitenga na imani. Wakifanyaje? Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo kitu kitakachowafanya watu wa Mungu wengi watengwe na imani, wajitenge na imani, ni kwa sababu watakuwa wakisikiliza roho zidanganyazo, wakisikiliza mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunachoishi,
mafundisho yatakuwa mengi. Mafundisho yataonekana kama ni mafundisho sahihi. Mafundisho yataonekana kama yanavutia, lakini ndani yake yatakuwa ni mafundisho ya madanganyo, yatakuwa ni mafundisho ya Shetani. Hivyo mimi na wewe, msaada wetu pekee ni kujiweka katika neno la Mungu. Nabii dada White anapokuwa akifafanua fungu hili katika kitabu cha Evangelism au kitabu cha Uinjilisti 363, nabii anakazia neno hili akituambia, nuru niliyopewa imekuwa ya nguvu sana. Hii nuru alipewa ilikuwa ni ya nguvu. Mungu alimletea kwa nguvu aweze kuelewa kitu hiki. Nuru niliyopewa imekuwa ya nguvu sana, kwamba wengi watatoka kwetu. Nabii alikuwa anaandika kwa kanisa lake la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo nabii anaposema kwetu, anamaanisha wengi watajitenga, watatoka kwenye imani ya Waadventista wa Sabato. Anasemaje? Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo kuna wengi ndani ya kanisa la Mungu watajitenga na imani ya kanisa la Mungu kwa kusikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Mungu anasemaje sasa? Anasema Bwana anatamani kwamba kila nafsi inayodai kuamini kweli iwe na ujuzi wenye akili. Bwana anatamani kwamba kila nafsi, nafsi yako, nafsi yangu, nafsi ya mchungaji, nafsi ya kiongozi, nafsi ya mshiriki, nafsi ya mtoto, kila nafsi inayodai kuamini ukweli iwe na ujuzi wenye akili. Tunahitaji kuwa na ujuzi wenye akili. Tunahitaji kuwa na maarifa yenye akili, kuelewa kile ambacho tunakiamini. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa ujuzi, kukosa uelewa wa neno la Mungu. Hivyo Bwana anatamani kila nafsi iweze kuwa na maarifa yenye akili. Tuelewe kwa nini tunaamini hichi kitu. Kwa nini tunaelewa haya mambo kama tunavyoelewa. Kuelewa kwa akili ni kwamba mtu anapokuuliza kwa nini unaamini kitu hiki, kwa nini unafanya hivi, uwe na uwezo wa kuelezea kwa akili. Lakini anaendelea akisema kwamba Bwana anatamani kwamba kila nafsi inayodai kuamini kweli iwe na ujuzi wenye akili wa nini maana ya kweli. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Unapoelewa kweli ambayo Mungu ametupatia, kweli hiyo inatutakasa. Tunakuwa katika kweli, tunakuwa katika nuru. Mara nyingi nimesikia au mara nyingi tumekuwa tukisema tuko katika nuru. Tunamshukuru Mungu tuko katika kweli. Twendeni tukawalete watu katika kweli. Lakini fungu hili au nukuu hii inatuambia tunatakiwa tuwe na ujuzi wenye akili wa nini maana ya kweli. Kweli ni nini? Je, tuna ujuzi wa kuelezea kwa akili kweli ni nini? Wakati fulani tunafikiri kwamba kweli ni Sabato. Sabato ni kweli ambayo tunatakiwa twende tukawaambie watu na kuwaleta katika hiyo kweli. Ni kweli Sabato ni sehemu ya kweli, lakini sio kweli yote, kwa sababu sio tu Waadventista wa Sabato wanaotunza Sabato. Kuna madhehebu mengi ambayo yanatunza Sabato siku ya saba, wanasali siku ya Sabato kanisani, wanaenda siku ya saba, lakini wao sio kwamba wako katika kweli. Wao wako katika uongo, wanaunda makanisa yale ya Babeli. Na Waadventista wa Sabato wamepewa wito wa kuwaita watoke Babeli, kuwafundisha na kuwasaidia. Muda utakapofika, Mungu atawatoa huko na kuwaleta katika kanisa lake, kanisa la ukweli. Kwa hiyo ukitambua hivyo ni kwamba kuabudu siku ya Jumamosi, kuitunza Sabato sio tu kweli, bali ni sehemu ya kweli. Lakini sasa swali unalotakiwa ujiulize, kweli tuliopewa ni nini? Waadventista wa Sabato tumepewa kweli ya pekee. Mungu ametukata kutoka kwenye machimbo ya ulimwengu kwa sururu la ukweli, akatutenga na ulimwengu, akatuleta karibu na yeye. Sasa ukweli huu ambao ni tofauti na kweli zingine, ukweli huu ambao Mungu anataka alete kabila zote, lugha, jamaa na taifa
kwenye huu ukweli. Huu ukweli ni nini? Hivyo tunapaswa sasa, tunaagizwa kuelewa huu ukweli vizuri. Tusipoelewa huu ukweli ambao Mungu anataka tuelewe, nabii anatuambia wengi watajitenga na imani. Anasema hivi, manabii wa uongo watainuka. Au manabii watainuka wapi? Kumbuka dada Ellen White alikuwa anaandikia kanisa lake. Anapotaja manabii, haongelei manabii wa nje, anaongelea hasa manabii ambao watakuwepo ndani ya watu wa Mungu. Anatuambia kwamba hao manabii watajitokeza, wa uongo watainuka na kuwadanganya wengi, na wengi watajitenga na imani ya Waadventista wa Sabato. Ndugu zangu, ukisikia neno nabii, nabii sio lazima awe mtu, au manabii sio lazima wawe watu ambao wanatabiri. Lakini kwa maana rahisi, nabii ni mwalimu, na ndio maana maandiko yanatuambia kutakuwepo na manabii wa uongo, lakini kutakuwa na manabii wa ukweli. Mwalimu yoyote anayefundisha neno la Mungu, anayechukua kutoka kwenye neno la Mungu na kufundisha, anaitwa nabii. Tunaona nabii anayeitwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa ni nabii, na maandiko yanasema kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa zaidi ya nabii, lakini hakuna mahali tunaona Yohana Mbatizaji akitabiri. Hakuna mahali tunaona Yohana Mbatizaji akisema mambo yale ambayo tunahisi manabii ndio wanayoyafanya. Hii tunaona Yohana Mbatizaji alichukua maandiko na kuwafunulia watu na kuwaandaa kumpokea Yesu kuja mara ya kwanza. Kwa hiyo nabii ni mtu yoyote ambaye anafundisha neno la Mungu, anawapeleka watu kwenye neno la Mungu, anawarudisha katika yale ambayo manabii wameandika katika vitabu na kuyaleta maandiko yale katika kipindi anachoishi, akiwaelekeza watu katika neno la Mungu. Hivyo sasa, yule ambaye anafanya kinyume na hicho, yeye pia ni nabii, lakini ni nabii wa uongo. Hivyo ndivyo tunavyoambiwa katika kipindi hiki. Tunatakiwa tuweke misingi yetu katika neno la Mungu, ili mwalimu yoyote anayekuja kutufundisha, kama atatutoa katika misingi ya neno la Mungu, kama atatutoa kwenye kile ambacho Mungu anataka tukielewe, kama atatutoa kwenye ile kweli ambayo hasa tunatakiwa tuielewe leo, huyo atakuwa ni nabii wa uongo. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapokuwa tukijifunza, tuchimbe neno la Mungu, tuangalie kwa juhudi, tupate ujuzi wenye wa akili kuelewa neno la Mungu ni nini. Na tunaishi katika kipindi ambacho tunaambiwa ndani ya kanisa kutakuwa na kutikiswa, na kitakachofanya kutikiswa kukuu kutokea ndani ya kanisa ni pale ambapo neno la Mungu litakuja la ukweli. Na neno la Mungu litakapokuja la ukweli, lakini pia manabii wa uongo watakuwepo, na manabii wa uongo watawaongoza watu kulipinga lile neno la kweli, na hilo litasababisha mchekecho, litasababisha kutikiswa kukubwa ndani ya kanisa, na ukweli utasababisha wale ambao wamejikita na kuelewa katika ukweli kuinua viwango na kufata ule ukweli. Lakini wale ambao watakuwa hawajajikita katika ukweli, hawaelewi ukweli ni nini, wengi tunaambiwa watajitenga na imani. Na ndio maana hapa mwisho anamalizia, anasema kila kitu kinachoweza kutikiswa kitatikiswa. Kwa hiyo anamalizia akisema, basi je, haimpasi kila mtu kufahamu sababu za imani yetu? Kila mtu anapaswa kufahamu mwenyewe sababu ya imani yetu. Kwa nini wewe unaamini unavyoamini? Kwa nini wewe ni Mwadventista msabato? Kwa nini unaitwa Mwadventista msabato? Hayo ni mambo ambayo Mungu anataka tuyaelewe na tuweke mizizi, tuchimbe kwa kina ili tuweze kuelewa. Watu ambao tunajifunza katika Biblia ambao ni mfano mzuri, ukisoma katika Roho ya Nabii, kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaambiwa tungetakiwa tuwaige mfano wao. Hao watu wanaitwa Waberoya. Tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume tunaona watu ambao tabia zao tunaambiwa ni tabia ambazo mimi na wewe tungepaswa kuziga. Kwa hiyo hivi tuchukue muda kidogo tuangalie hawa watu walikuwa na tabia gani. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu sasa hivi tunavyoishi tunarudia yale mambo yaliyopita. Historia inajirudia. Kwa hiyo tunaposoma maandiko tunaambiwa mambo yale yaliandikwa kwa mifano kutuonya sisi
tuliofikiwa na miisho. Kwa hiyo tunaposoma maandiko, tunaposoma watu kwenye maandiko, wale watu hawajaandikwa tu kama hadithi. Tunatakiwa tuangalie, tuelewe kwamba je, walipita katika njia gani? Na kama walipita njia sahihi, tuwafuate, ni mfano mzuri. Lakini kama walipita njia ambayo sio sahihi, sisi tunatakiwa tuangalie walikosea wapi, ili tusiweze kupita kama wale wenzetu walivyopita. Nataka nikusomee nukuu moja ambayo inakazia kwamba tunaishi katika kipindi ambacho tunarudia yale yote ambayo yalitokea kwa wale ambao wamepita. Ukisoma katika kitabu cha Gombo la Tano 160, nabii anatuambia kwamba tunarudia historia ya wale watu. Tunarudia historia ya watu waliopita, watu walioishi katika kipindi cha kuja kwa Yesu mara ya kwanza na katika huduma ya mitume kwa mara ya kwanza, hali waliokuwa nayo, jinsi walivyokuwa katika maandalizi ya kumpokea, jinsi walivyokuwa katika maandalizi ya kupokea Injili. Tunarudia yale yale yaliyotokea katika kipindi hicho. Kwa hiyo tunapoenda kujifunza katika watu wanaoitwa Waberoya, kuna watu kama Waberoya tena katika kipindi hiki. Matendo ya Mitume 17 na ule mstari wa 11, neno la Mungu linasema hivi. Nianze mstari wa 10 tuweze kutengeneza msingi vizuri. Lasema, mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya. Kwa hiyo walienda wapi? Beroya. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Kwa hiyo tunaona hawa wa Beroya walikuwa ni Wayahudi. Mstari wa 11 anasema sifa za hawa wa Beroya, watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike. Sifa ya kwanza, watu hawa wa Beroya walikuwa waungwana. Angalia sifa ya pili, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Walikuwa waungwana. Kwa nini? Kwa sababu walipokea neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku, waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Sifa hii ambayo tunayoona kwa Waberoya ni sifa ambayo tunatakiwa mimi na wewe tuweze kuwa nayo tunapokuwa tukichunguza maandiko. Wakati fulani Mungu ataleta watu wake kwetu. Mungu ataleta walimu watakaokuja kutufundisha. Tusipokuwa na roho ya Waberoya, hatutaweza kuelewa vile vitu ambavyo Mungu anataka tuvielewe katika kipindi hiki. Sasa Waberoya walikuwa ni waungwana. Kwa nini walikuwa waungwana? Walikuwa, tunaambiwa katika ule mstari wa 11, watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Moyo wao ulipokea neno, hawakukataa neno, walisikiliza neno, wakapokea kwa moyo wa dhati. Lakini hawakuishia hapo tu kupokea. Maandiko yanaendelea kusema wakayachunguza maandiko kila siku. Walichunguza maandiko kila siku. Hiki ndio kitu ambacho mimi na wewe katika kipindi hiki tunatakiwa tukifanye. Tunatakiwa tuchunguze maandiko kila siku. Yoyote anayekuja kutufundisha, yoyote anayetuletea habari, tunatakiwa tupokee kwa moyo. Hata hapa ninapoongea, unatakiwa upokee kwa moyo. Lakini sio upokee tu ukaishia hapo kupokea kwa moyo, lakini unatakiwa uchunguze kila siku. Kwa nini uchunguze? Ili uweze kutambua kwamba, ili waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Hiki ni kitu kizuri ambacho tunatakiwa tuwe nacho, ndugu zangu, kaka na dada, katika kipindi hiki tunachoishi. Kama kutakuwa na manabii wa uongo, hivyo pia kutakuwa na manabii wa ukweli. Kama kutakuwa na walimu wa uongo, basi kutakuwa na walimu wa ukweli. Sasa mimi na wewe hatuwezi tukajua huyu ni nabii wa ukweli, mwalimu wa kweli au mwalimu wa uongo. Tunachotakiwa ni kupokea kwa moyo. Lakini tunapopokea kwa moyo, twende tukachunguze maandiko, kwa sababu tunaambiwa na waenende kwa sheria na nini na ushuhuda. Waenende kwa maandiko. Kama hawasemi sawasawa na maandiko, kwao hakuna asubuhi. Kwa hiyo lazima mimi na wewe tuwe watu wa kusoma neno la Mungu,
tuweke mizizi, tuchimbe kwa kina. Lakini mwalimu anapokuja na neno la Mungu, tunapaswa kumsikiliza. Lakini unapomsikiliza, usiishie kumsikiliza, uende kuchimba mwenyewe maandiko. Kila siku uweze kutambua mambo hayo ni kweli. Nabii anatuelekeza katika kitabu cha Matendo ya Mitume akijaribu kutufafanulia kwa kina sifa za hawa Waberoya. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 231 na 232 tutaangalia sifa za hawa Waberoya. Neno la Mungu linatuambia hivi: akili za Waberoya zilikuwaje? Tuingie katika akili za Waberoya. Walipokea kwa moyo. Tunaposema wakati mwingine moyo, tunamaanisha akili. Akili ni moyo wetu. Hivyo je, walipokeaje katika mioyo yao? Walipokeaje katika akili? Mioyo yao ilikuwaje? Anasema akili za Waberoya hazikuwa finyu kutokana na mtazamo hasi au hukumu kuhusu mtu. Narudia, akili za Waberoya hazikuwa finyu kutokana na mtazamo hasi au hukumu kuhusu mtu. Wakati fulani unaweza ukawa na mtazamo hasi, unaweza ukawa tayari una hukumu kuhusu mtu, na vitu hivyo, mtazamo hasi na mtazamo hata chanya, unaweza kukuandalia hali ya kumpokea mtu au ya kumkataa mtu. Lakini hapa tunaambiwa wakati ukiwa na mtazamo hasi, inafanya akili yako inakuwa finyu. Sasa Waberoya hawakufanywa akili zao kuwa finyu kwa mtazamo hasi au hukumu kwa mtu au jambo kabla ya kupata ukweli au ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo Waberoya hawakusikia tu kitu kuhusu mtu, hawakusikia tu kitu kuhusu watu au kundi fulani, hawakusikia tu kitu kuhusu au jambo fulani ambalo wakalichukua bila kulifanyia utafiti, kama walivyofanya katika maandiko. Waliposikia habari kuhusu watu fulani, hawakuruhusu mitazamo hasi ya wale watu iwaathiri na kufanya ufahamu wao, akili yao iweze kuwa finyu. Walichokifanya, waliruhusu kusikiliza na kupima katika neno la Mungu na kutambua. Kwa hiyo nitasoma tena uweze kuelewa. Anasema akili za Waberoya hazikuwa finyu kutokana na mtazamo hasi, hazikuwa finyu kutokana na hukumu kuhusu mtu, kundi au jambo kabla ya kupata ukweli au ushahidi wa kutosha. Watu hawa Waberoya walikuwa kuchunguza ukweli wa mafundisho yaliyohubiriwa na mitume. Tunajua mitume hawa walikuwa ni watu ambao tayari walikuwa wanaonekana wanafundisha habari za uzushi. Walikuwa ni watu ambao wanaonekana wanafundisha mambo yaliyo kinyume na utaratibu na watu katika kipindi kile na dini iliyokuwa maarufu kipindi kile. Kwa hiyo kokote ambapo mitume walikuwa wakienda, habari mbaya tayari zilikuwa zinatangulia kwamba hawa watu sio watu wa kuwasikiliza. Lakini hawa Waberoya hawakuzuiliwa, akili zao hazikufanywa finyu na mitazamo na habari kuhusu watu, kuhusu kundi. Walichunguza wenyewe. Tunaambiwa hapa walichunguza ukweli wa mafundisho yaliyohubiriwa na mitume. Walijifunza Biblia sio tu kwa udadisi, bali ili wapate kujifunza yale ambayo yalikuwa yameandikwa kumuhusu Masihi aliyeahidiwa. Ndugu zangu, katika kipindi hiki ambacho Waberoya walikuwa wanaishi, ni kipindi ambacho uelewa kuhusu Masihi ulikuwa umeharibiwa na Shetani. Hivyo Yesu mwenyewe alipokuja alikuwa anawafundisha watu wapate uelewa sahihi wa yule Masihi aliyoahidiwa. Akawafundisha mitume, na mitume pia wenyewe walikuwa wakipita kila mahali kuwafundisha watu uelewa sahihi wa mitume, uelewa sahihi, wakipita kila mahali wakiwafundisha watu uelewa sahihi wa Masihi aliyeahidiwa. Uelewa ambao ulikuwepo katika kipindi hicho kuhusu Masihi ulikuwa ni mkubwa, maarufu, lakini ulikuwa hauko sahihi. Kwa hiyo ilihitaji ujasiri mitume, kundi dogo, kwenda kinyume na uelewa wa watu wengi
Lakini pia ilihitaji watu wenye roho kama ya Waberoya kuweza kuwasikiliza hawa mitume, kuweza kuchambua na kugundua, je, hiki kitu wanachosema kiko kwenye neno la Mungu? Maandiko haya yameandikwa ili tuweze kujifunza. Kama tulivyosema, ndugu zangu, kaka na dada, tunarudia historia ya wale watu. Mambo haya yaliandikwa kwa mifano ili kutuonya sisi. Je, katika kipindi hiki ambacho tunaishi tuna uelewa mzuri wa neno la Mungu? Je, katika kipindi hiki tunachoishi tunafanywa akili zetu kuwa finyu kuelewa neno la Mungu kwa sababu tu ya mitazamo hasi ya watu na wale ambao wanasema maneno kwa ajili ya kuwakatisha watu tamaa? Tunatakiwa tuwe Waberoya, tunatakiwa tuchimbe neno la Mungu. Natamani Mungu aweze kukusaidia na aweze kutusaidia ili tunapoendelea kuchimba neno la Mungu, tunapoendelea kujifunza, tuwe na akili za kuchunguza, akili za kufuatilia kama Waberoya walivyofuatilia. Lakini nataka uangalie kitu ambacho walikifuatilia. Hawakufuatilia jambo lolote, lakini walikuwa wakifuatilia wajue kumuhusu Masihi aliyeahidiwa. Kumuhusu Masihi aliyeahidiwa. Masihi ni nani? Ni Yesu. Kwa sababu Yesu alikuja kuanzisha mpango wa ukombozi. Alikuja kuanzisha kazi, na alipoanzisha kazi akaanzisha kanisa lake lililoanzisha kazi. Lakini ile kazi ambayo hajaimaliza bado, alienda patakatifu kuiendeleza na akaingia patakatifu pa patakatifu kuimalizia. Kwa hiyo ukielewa alipoanzisha kazi, utaelewa pia alivyomaliza kazi. Kwa hiyo ndugu zangu, kanuni ambayo tumejipata hapa, tunapokuwa tukiendelea kujifunza, pale ambapo Mungu anapozidi kutaka kutusaidia kuelewa, ni kuelewa kwa undani kuhusu Masihi na kazi yake. Na watia moyo na ninawahimiza kuweza kuchukua kanuni hizi na kuziweka katika vitendo. Mungu awabariki tunapofunga maombi. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunashukuru kwa kanuni hizi ambazo umetupatia. Tunakuomba kanuni hizi ziwe msingi wa kila kitu ambacho tunakifanya katika kujifunza neno la Mungu. Usaidie tuweze kuwa na roho ya Waberoya. Usaidie tuweze kuchunguza, chimba kwa kina, kutoa muda, kufanya kazi ya kuelewa neno lako, ili tuweze kuwa kati ya wale ambao hawatadanganywa katika kipindi hiki. Kwani tumeomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. There's a light in the valley. There's a light on a distant shore. A light on the mountain. And it's the light that'll guide you home. It shines in the darkness. It speaks through the word. The light of forgiveness. It's the light